Bila kujali atakaye kuwa papa anatoka wapi, tunaweza kujua ya kwamba tuna makardinali kutoka continent ya Afrika, tuna makardinali kutoka mahali pengine, na hawa wote wale ambao wako chini ya miaka 80 wataingia katika kile kikao cha kumchagua papa mtakatifu mpya, na inamaanisha ya kwamba kila mmoja wao anaweza wakiwemo pia makardinali wetu wa Afrika, wale ambao wanatoka Afrika. Na sio ati sasa ndio wakati umefika wa Mwafrika kuwa baba mtakatifu. Imekuwa tangu zamani ya kwamba makardinali wetu hata wao tangu zamani walikuwa watu ambao wanastahili kuwa mapapa, lakini Roho Mtakatifu ndiye anayechagua. Tunaambiwa ya kwamba mapapa wa kwanza katika kanisa, wale wa kwanza walikuwa kutoka Afrika. Kama baba mtakatifu Gelasius wa kwanza, Gelasius ambaye alikuwa katika karne ya pili, alikuwa kutoka Afrika, upande wa Libya hapo Algeria. So ni ya kwamba Waafrika sio wageni katika uongozi wa kuwa ama baba mtakatifu, na ikiwa wakati huu Roho Mtakatifu anaashiria ya kwamba ndiye atakaye kuwa, basi kazi ya kanisa bora inaendelea. Lakini zaidi sisi kama kanisa hatuangalii huyu ametoka upande gani. Yule ambaye haswa anakuwa baba mtakatifu ni yule ambaye tunaamini kwa njia ya Roho Mtakatifu ndiye Mungu anamtaka aweze kuongoza kanisa kwa wakati huu ambao unafaa. Vijana ni kama kidogo wanafanya kejeli, mzaa. Vijana ni vizuri kutumia mitandao ya kijamii, lakini wakati mwingine inakuwa ya kwamba ikiwa haifundishi watu, ikiwa haionyeshi mfano mwema, kwa sababu hata viongozi wetu pia kidogo wanastahili heshima, kwa sababu hata nchi inahitaji viongozi. Na ndio sababu tunasema hata tukiwa na viongozi huenda wasifikie kiwango hicho, lakini waheshimiwe na wahimizwe waweze kufikisha hicho kiwango. Kwa hivyo ni vizuri kidogo tuweze kukuza heshima, hata ingawa hatukubali na mambo mengi. Kama vijana tutumie vile vipawa na mitandao ya kijamii ambayo Mungu ametujalia, tuitumie kwa kueneza maadili mema kama ya Papa Francis. Yule ambaye anashinda sasa anachaguliwa, lazima awe na thuluthi 2 za kura zote ambazo zimepigwa kati ya hizo 135. Kwa hivyo lazima afikishe kiwango cha thuluthi 2 katika ule uchaguzi wowote ule. Kwa hivyo wanaanza kupiga kura mara ya kwanza. Wasipofikisha hiyo thuluthi 2, basi ndipo tunaona moshi mweusi unaosema ya kwamba hatujafikia. Na kadiri tunavyoona moshi mweusi, ndipo tunasema ya kwamba bado. Na tukiona moshi mweupe, inamaanisha aliyeshinda hapo katika conclave ametimiza thuluthi 2 za kura zote. Mimi na imani ya kwamba wanaweza, ikiwa wao watafikiwa kwa ya kwamba wao ni makandidati wa kuchaguliwa. So wale makardinali ambao tumeona wanafanya kazi yao vizuri, wana uzoefu wa mambo ya kanisa, kwa sababu baadhi yao wamekuwa wakifanya kazi huko Vatican. Kwa hivyo wanaelewa mambo vile yanavyoenda. Mimi naamini ya kwamba hata wameelewa ile tunaita mawazo ya Baba Mtakatifu Francisco, vile alivyokuwa anafanya kazi yake na vile alivyokuwa anafikiria juu ya kanisa, maono aliyokuwa nayo. Kwa hivyo mimi sina shaka ya kwamba hata wao wana uwezo wa kuliongoza kanisa. Sijui kama kwamba ulimwengu uko tayari kuwapokea wakati huo ukifika. Mimi namchukua Baba Mtakatifu kama mtu wa kipekee kwangu binafsi, kwa sababu yeye ndiye aliyeniteua
kuwa askofu wa jimbo la Kakamega. Naweza kusema ya kwamba mimi ndiye askofu wa kwanza hapa Kenya katika baraza la maaskofu kuteuliwa na Baba Mtakatifu Francisco. Wengine wote walikuwa wameteuliwa na Baba Mtakatifu aliyeondoka, Baba Benedicto wa 16, na isipokuwa askofu mkuu wa Mombasa ambaye alitolewa Machakos akaenda Mombasa. Baba Mtakatifu Francisco ndiye alimsafirisha, lakini yule askofu wa kwanza kuteuliwa na kutawazwa chini ya uongozi wa Baba Francisco ndiye mimi. Kwa hivyo ule uhusiano ambao mimi nakuwa naye ni wa karibu zaidi, kwa sababu ni kama baba yangu ambaye aliniteua, ambaye alinipa kazi, na tumeweza kukutana kwa siku nyingi, mara nyingi. Mwaka wa 2015 wakati nilitawazwa kuwa askofu, nilipata nafasi ya kwenda Roma pamoja na maaskofu wenzangu, na tuliweza kukutana na yeye, tukakuwa na kikao na yeye, akatujadili vizuri, akatushauri, na hata wakati tulimwalika tutembelee Kenya, hakusita. Tulienda mwezi wa 4 na mwezi wa 7 alikuwa ameitikia kuja kututembelea. Ndio sababu alikuja mwezi wa 11 hapa Kenya. Na yeye mwenyewe mambo ambayo yalimuleta haswa mawili, la kwanza ni ya kwamba wakati huo ndipo huko Garissa University watoto wengi walikuwa wanafunzi walikuwa wameuawa kwa ajili ya mambo ya kidini. Kulikuwa na ule uhasama wa kidini ambao ulisababisha wengi wakauawa na ile Al-Shabaab. Alikuwa ameguzwa sana na hilo jambo hivi kwamba akaona ni vizuri aje. La pili, alikuwa anajua wamishonari wanafanya kazi nzuri na haswa ya kukaa na kuwashughulikia watu ambao ni maskini, wale ambao wanaishi katika vitongoji duni, hizi slums. Na yeye akachagua kuja atembelee mmoja ya vitongoji hivi duni. Ndio sababu akaenda huko Kangemi ambapo aliwatembelea watu pale, na aliweza kuona ana kwa ana vile watu wanaishi maisha ya vitongoji duni. Yes, the Roman Pontiff acquires full and supreme power in the church when, together with the Episcopal consecration, he has been lawfully elected and has accepted the election. Accordingly, we already have him. He is not the bishop. Yes. He is immediately to be ordained a bishop. So, inamaanisha ya kwamba you don't confine the election of a bishop, I mean a pope. Ndio ulimwengu uko tayari kwa uongozi wa papa, sababu nyinyi ndio bishops, at least mnaweza mwelewa vizuri. Before the white smoke, that priest must be reached. Ingana na vile pengine wamefanya kazi. Kama sasa Francis alitoka wapi? Alikuwa Americans are only those who are the people who elect. Yes. Yeah. By John Paul II. It was the conclave. Oh. Yeah. But then it is very clear that the election has to be done in the conclave. So the cardinals can be inspired, and those characters, he can attain that majority. And then they say, where is that father? He can be found in a funeral like where I was. Just briefly, Mungu na mwelekeo. Ndio sheria. Sheria, kuna sheria hapa.